Ukweli ni huu, ipo hivi, kama wewe ni mtu mzima, hakuna mtu anayekupangia kuchora tattoo. Mfano, watu wanaofanya kazi kwenye fashion na modeling, mwanamichezo, sanaa na ubunifu, msanii au DJ. Sasa hata ukijichora tattoo na ni mtu mzima, hakuna anayekupangia. Sasa kuna kazi baadhi, mfano za jeshi, taasisi za serikali, kunaweza kuwa na kanuni kali kuhusu tattoo. Hivyo ni muhimu kuangalia masharti ya taasisi husika kabla haujafanya maamuzi ya kujichora tattoo. Sasa tuangalie kwa ufupi kwa nini taasisi baadhi kuna kanuni kali kuhusu tattoo. Namba 1 ni muonekano wa taasisi. Wanataka muonekano unaoendana na nidhamu na uniform. Sasa tattoo inaweza kuonekana kama ishara ya kufuata mienendo au mitindo binafsi badala ya nidhamu ya kijeshi. Namba 2 ni kutokuwa na upande. Mamlaka zinataka kuwe na usawa. Tattoo zenye ujumbe au alama fulani zinaweza kuleta tafsiri ya ubaguzi au msimamo binafsi mbele ya jamii. Na mwisho ni misingi ya kiwango cha afya. Tattoo zinaweza kuathiri uwezo wa mwili kuvumilia mazoezi magumu au mazingira magumu ya kijeshi. Mfano, kazi za juani, kukimbia masafa marefu na kadhalika. Sasa kama ngozi ina makovu ya tattoo au vidonda vya kuondoa tattoo, hapo ni mtihani.